kuna kumbukumbu ya dhambi. Lakini katika Agano Jipya hakuna kumbukumbu la dhambi. Kwa hivyo yule atayeamini Masihi ataondolewa dhambi zake mara moja, maana Masihi ameshakuwa sadaka ya dhambi, amewekelewa maovu yetu yote. Masihi anashukua dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo, je, ndugu yangu, mimi nakuomba, kwa nini urudi tena katika mambo ambayo haina nguvu katika agano lile la kale? Yaani unafikiria kwamba unaweza rudi katika mpangilio ule wa siku ya 10 mwezi wa 7 unaitwa Ethanim. Kwa hivyo ukirudi pale ni kumaanisha kwamba bado haujajua Masihi vizuri. Ni vizuri ndugu yangu urejelee maandiko, ujue ya kwamba Masihi ameshatolewa akiwa sadaka ya dhambi mara moja katika agano hili jipya. Kwa hivyo wacha tuone ya kwamba, je, ni sababu gani? Sababu za kuwa Masihi yeye ndiye aliyekuwa anawakilishwa na mbuzi wa Azazeli na sio Shetani. Kwa nini Masihi kwa nini, au sababu za kuwa Masihi yeye ndiye aliyekuwa anawakilishwa na mbuzi wa Azazeli na sio Shetani? Shetani si yeye alikuwa anawakilishwa na mbuzi ya Azazeli, ya kwamba ati Shetani atawekelewa dhambi. Hapana. Washa sasa tuende katika maandiko. Point by point. Kitabu cha Walawi 16. Nyinyi mnaosema Satan yeye ndiye atawekelewa dhambi zetu, atuondolee dhambi. Je, Masihi alikuja kufanya nini? Nyinyi wana GCSDA. Inauliza ndugu zangu, ni vizuri mrejelee maandishi na nakala hizo za mtu anayeitwa Ellen G. White. Msije mkatupotelea pale. Kitabu cha Walawi 16, Walawi 16 mstari huo wa 21. Maandiko yanasema nini? Kitabu cha Walawi 16 mstari huo wa 21 inasema hivi. Sasa hapa tunakulinganisha. Haya. Na Haruni ataweka mikono yake mwilini juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Kwa hivyo mbuzi huyu wa Azazeli alikuwa anazibeba dhambi, maovu. Huyu wakati kuhani alikuwa anaziungama dhambi zote, anaenda na dhambi na maovu ya wana wa Israeli, anaenda nayo jangwani. Kwa hivyo Azazeli, huyu mbuzi wa Azazeli alikuwa aende na dhambi na maovu yote ya wana wa Israeli. Je, sasa huyu mbuzi maana alikuwa afanywa hivi na alikuwa anafanya hivyo, je, alikuwa hasa anawakilisha nini? Maana mambo haya yote niliwaambia kwamba mambo ambayo yalikuwa yanafanywa, dhabihu zote ambazo zilikuwa zinafanywa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanywa katika agano la kale yalikuwa kivuli cha jambo ambalo lilikuwa likuje na litimie vizuri. Sasa tusiadamane na kivuli, twende katika nuru sasa, na twende katika ukweli, yani reality. Now we are not under the shadow, we are now under the reality. Now we have now the object. Our object is the Messiah. We are not no longer under the shadow now. Watu wengi wanasema ya kwamba tuko katika kivuli. Ndivyo wanasema ya kwamba tunafanya mambo haya maana yalikuwa yanafanywa na wana wa Israeli
tarehe 10 mwezi wa 7 walikuwa na ukumbusho wa dhambi, sasa ndivyo tunafanya. Hapana, saa hizi tuko katika agano jipya, agano la Masihi wetu, na hakuna kumbukumbu za dhambi kila mwaka. Kwa hivyo huyu mbuzi alikuwa anawekewa dhambi na maovu yote na kuhani. Sasa washa tuendelee ili tupate kujua mambo haya. Je, naye Masihi wetu alifanywa nini? Kitabu cha Isaia pale, Isaia 53 mstari huo wa 6. Kitabu cha Isaia, Biblia hii ndugu yangu ni mpya, kwa hivyo kufunguka kuna shida. 53 mstari huo wa 6 inasema ya kwamba tuone nani aliyewekelewa dhambi zetu. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa hivyo Masihi hapa ni Masihi sasa. Masihi maovu, amewekelewa maovu yote. Kama vile mbuzi huyu alikuwa anawekelewa maovu yote, Masihi amewekelewa maovu yote. Tumesoma Isaia 53 verse 6. Isaia hapa tumesoma Arawi 16:21. Hii ni kitabu cha Isaia. Je, number 2 tuone ya kwamba kitabu hiki tunasoma tu kitabu cha Walawi 16. Walawi 16 sasa mstari huo wa 22. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mbuzi alikuwa afanya nini? Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamuasha mbuzi jangwani. Kwa hivyo mbuzi anachukua uovu. Mbuzi anachukua uovu wote. Yaani Kiingereza ukisoma inasema ya kwamba the sins the scapegoat had to be upon him. Scapegoat. Yani the scapegoat to be upon him. Be upon him. Dhambi zote upon him. Je, naye Masihi wetu tunaonaje? Masihi wetu maandiko inasema nini? Kitabu cha Isaia 53 mstari huo wa 12. Maandiko yanasema ya kwamba kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyala pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata akahesabiwa pamoja na hao wakosao, lakini alishukua dhambi za watu wengi. Kwa hivyo Masihi alichukua kama vile mbuzi akiwekelewa maovu yote, anachukua anaenda nayo. Masihi alichukua dhambi. Ukisoma kitabu cha Hebrews 9:28 utasikia pale. Utasikia pale ukisoma Hebrews. Tena ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 2 mstari wa 24 utasikia jambo hilo lingine. Sababu ambazo tunaangalia hapa, tuone ya kwamba Azazeli hakuwa anamlenga shetani, bali alikuwa anawakilisha Masihi wetu. Ni sababu ambazo tunaona hapa. Jambo lingine, tusome kitabu cha hapo tunasoma utasikia kwamba the scapegoat was taking away sins, of Israelites. Was taking away the sins of Israelites. Ukisoma kitabu cha Walawi 16:21 and 22. Then ukisoma pande hii Messiah has taken our sins. Masihi amechukua dhambi zetu. Has taken our sins. Ukisikia pale utasoma kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari huo wa 5. Mstari huo wa 5. Maandiko inasema nini? Waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari wa 5 inasema hivi.
nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Take away our sins, taken away our sins, taken away our sins, ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa hivyo Masihi alionekana ili aziondoe dhambi zetu. Masihi alionekana ili aondoe dhambi zetu. Namba 4, Azazel, buzi huyu anaitwa Azazel, was for atonement. Was for atonement. Warawi, kitabu cha Warawi 16 mstari huo wa 10 inasema nini? Warawi 16 mstari huo wa 10, maandiko inasema hivi: bali yule mbuzi aliyeangukiwa wakura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele ya Bwana ili kumfanyia upatanisho. Yani upatanisho ni kumaanisha kwamba huyu mbuzi alikuwa kufanya upatanisho, for atonement. Mbuzi huyu alikuwa wa atonement. Je, Masihi amefanya atonement for us? Yeye amefanya kipatanisho kati yetu sisi na Baba wetu wa mbinguni. Je, maandiko yanasema aje? Kitabu cha Wahibrania, kitabu cha Wahibrania, angalia ili nione kama simu yangu inazima tusije tukapotea. Kitabu cha Wahibrania 10 na samahani, Wahibrania 1:3. Namwambia tafadhali, Biblia yangu ni mpya, ni vizuri tuandamane pamoja. Wahibrania 1 mstari huo wa 3 inasema hivi, tuone, je, Masihi ndivyo kulifanyika? Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, alivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hivyo Masihi alifanya utakaso wa dhambi, Kwa hivyo watu wakitakaswa dhambi zao, dhambi hazimo ndani yao tena. Wacha tena tusome kitabu cha Wahibrania 2 tena tuone ushuhuda mwingine. Mstari huo wa 17 inasema ya kwamba hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu ya dhambi za watu wake. Ili afanye suluhu, yani ili apate suluhu ni kumaanisha kwamba ili apate upatanishi. Yani upatanishi huu King James inaita atonement. Ukisoma mpaka Warumi 5 mstari huo wa 10 na 11 inasema ya kwamba Masihi made our atonement. Kwa hivyo huyu mbuzi vile alikuwa anawekelewa mikono ili aende na dhambi za watu wote. Kwa hivyo ndugu zangu, yule anayesema Shetani au Satan, yeye ndiye alikuwa anawakilishwa na mbuzi huyu wa Azazeli. Je, ni wapi nyinyi mnasoma maandiko? Na kama kuna mtu anaweza taka kujadili pamoja na mimi kuhusiana swala hili la huyu mbuzi anaitwa Azazeli, kuhusiana na siku hii ya upatanisho, mimi niko tayari. Popote uniite, popote tujadiliane na wewe na simu, niko tayari tujadiliane pamoja na wewe. Kwa hivyo haya ndio mambo mimi nimeona kadhaa wa kadha, na nikaona ya kwamba Satan yeye hakuwa awakilishwe na mbuzi huyu wa Azazeli. Satan hatawekewa dhambi zetu, yule anaekelewa dhambi zetu ni Masihi, na ndio atazishukua, na yeye ndiye aliyezishukua dhambi zetu, na kwa urahisi Masihi yeye ndiye alichukua dhambi zetu. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba the scapegoat, huyu mbuzi tena number 5, the scapegoat was not bearing the sin of, hakuwa bearing the sin of him, yani hakuwa anabeba dhambi zake. Huyu mbuzi hakuwa anabeba dhambi zake,
Hapana, alikuwa anabeba dhambi. Scapegoat. Huyu scapegoat, wacha nimwandike Azazeli. Huyu Azazeli was not bearing the sin of the people. Was not bearing the sins of it. Hakuwa anabeba dhambi zake huyu mbuzi. Hapana, hakuwa anabeba dhambi zake. Huyu mbuzi alikuwa anabeba dhambi za Israelites. Sins of the alikuwa anabeba dhambi za wana wa Israeli. The same case ukisoma Warawi 16 mstari wa 20 na 21. The same inasema kwamba Masihi aliyelinganishwa na huyu mbuzi alikuwa anasimamishwa, alikuwa analengwa na huyu mbuzi. Yaani yeye hakuwa anabeba dhambi zake Masihi hakuwa anabebe dhambi zake. Masihi alikuwa ambebe dhambi za ulimwengu wote. Kama vile mbuzi wa Azazeli alikuwa anawekelewa mikono na beba dhambi za wana wa Israeli. Hizi ndizo point ambazo nimeona kwamba sababu haswa kwa nini mbuzi wa Azazeli halengi au hakuwa anasimamia Satan. Mbuzi wa Azazeli alikuwa anamlenga Masihi wetu, yule ataekelewa dhambi au yule aliyeekelewa dhambi zetu za ulimwengu akaenda nazo. Kwa nini Masihi hakuwa na dhambi? Maana alikuwa amezaliwa na Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo alikuwa amezaliwa katika utakaso, yani alikuwa amezaliwa in the righteousness. Kwa hivyo Masihi hakuwa na dhambi, lakini aliwekelewa dhambi za ulimwengu wote. Masihi wetu aliwekelewa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo ndugu yangu, wewe unaosema Satan yeye ndiye alikuwa arengwe na mbuzi wa Azazeli, umepotea ndugu yangu, na ni vizuri urudi katika maandiko. Hizi topic tutazienda pamoja kujifunza, tupate kuelimika na kujua mambo mengi sana. Na kuna topic ambayo ingine tutajadili ambayo tu inahusiana na mambo haya, kuhusiana na hekalu ambayo ilikuwa hapa duniani. Ilikuwa inaitwa the earthly sanctuary. The earthly sanctuary and the heavenly sanctuary. Na kuna fundisho wana SDA. Kwanza ndani yangu huwa niko na shuku na taswisi nyingi sana kuhusiana na fundisho ambalo huwa anafundisha. Inaitwa the hukumu ya upelelezi. Inaitwa the investigative judgment that Messiah entered in the holiest place in the 1844. Hapo kuna maswali huwa najiuliza mingi sana, na hiyo fundisho tutajifunza. Sasa kwa wakati huu nilikuwa nimeonelea na vile Baba wetu wa mbinguni amenisaidia ili tuweze kujadiliana pamoja, na tukaona ya kwamba kwa nini Masihi yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa analengwa na mbuzi huyu wa Azazeli na si shetani. Kwa hivyo wana wangu, wana wa Elohim, mimi nawauliza, Baba wetu ni mwema na ni wa kusifiwa kila siku. Kama hujajua jambo, kama hujafanya utafiti ndani ya maandiko, omba Baba wetu wa mbinguni akusaidie na akuonekanie, ili upate kuelimika na upate kuelimisha watu wengine wajue kweli. Maana hatujafika, tuko katika safari, na safari hii ni ngumu. Tunajikakamua kila siku, kila saa, kila mwezi, kila mwaka, kulingana na vile Baba wetu wa mbinguni anatupea nguvu. Kwa hivyo Baba wetu wa mbinguni huwa anafurahia wakati tunapenda kweli. Baba wetu wa mbinguni huwa anafurahia wakati tunamkaribia, na wakati tunaona ya kwamba yeye ndiye mkuu wa wote, na yeye amempa Masihi wetu Bwana Yeshua, amempa kitu inaitwa mamlaka ya mbinguni na hapa duniani. Kwa hivyo ni vizuri tumsikie Masihi, na tukimsikia Masihi wetu hatutakuja kupotea.
Watu wengi wamepotea sababu gani? Wamemkana Masihi. Kwa hivyo ndivyo wamefungiwa kuingia kwa Masihi wapate elimu. Lakini ni vizuri tusikie Masihi, kama vile maandiko yanasema kwamba baba yetu walisema ya kwamba msikieni yeye katika lile wingu. Wakati walikuwa pale mlimani, sauti ilitoka mbinguni ikasema kwamba huyu ndiye mwanangu, msikieni yeye. Kwa hivyo baba wetu ametuashia Masihi tumsikie yeye. Zamani za kale kuna mtumishi alikuwa anaitwa Musa. Musa alikuwa kiongozi wa kuongoza wana wa Israeli. Sasa tunaye kiongozi mkubwa kuliko Musa ambaye anaitwa Masihi. Tunastahili kuwa tunamsikiliza na tunasikia ujumbe wake, tunaupeperusha, ili watu wakiamini huyu Masihi watakuja kupata uzima wa milele, uzima wa milele. Kwa hivyo ndugu zangu ambao nyinyi mnaopenda kweli, ningetaka baba wetu wa mbinguni aweze kutusaidia na tena kutuonekania jioni hii. Masaa yameyaoma sana ndugu zangu, na kama uko na swali usikawie, na uko na swali lolote unaweza andika katika comment section, uulize swali ambalo unaweza taka kuuliza, ili tupate kuelimishana mtu na yule mwingine. Na kama kuna mtu ako na makasiriko, wewe ni vizuri urejelee maandiko ndugu yangu, na uombe baba wetu wa mbinguni atuendeleze kutufunilia kweli. Kweli ni kubwa na hakuna mtu mkubwa kuliko kweli, na hakuna mtu ambaye atashinda Yeshua. Hakuna mtu atayeshinda baba wetu wa mbinguni. Sisi zote ni watendakazi katika shamba la baba wetu wa mbinguni, na ni vizuri tukue watu ambao wamesimamia kweli katika dunia hii. Na wewe ambaye unaweza sikia vibaya kwa video hii ambayo tumetoa kuhusiana na atonement hii ya the new covenant ambayo Masihi wetu ndiye ametolewa akiwa kipatanishi cha ulimwengu kwa ajili ya dhambi, wewe ambao mafikira yako iko katika atonement ile ya kale, jua ya kwamba hakuna mambo mawili inaweza andamana. Hawezi sema niko katika agano la kale na niko katika agano jipya. Ni lazima uondoke nyumba moja uhamie ile ingine, na nyumba ambayo tunastahili kuhamia sisi wote ambao ni waumini wa Masihi ni nyumba ambayo inaitwa, yani ni kuingizwa katika agano la kale. Tutamani kuingizwa katika agano jipya, tutoke katika agano la kale, ili sasa tumtumikie Masihi tukiwa na dhamira ambazo ziko hai. Kwa hivyo vizuri baba wetu wa mbinguni aweze kuwabariki. Jina langu naitwa Eric Kafunyi, na mimi tu ni mtumishi, na mimi ni mhubiri tu wa kuhubiri neno hili la Masihi na tena kufundishana. Mimi sina ile nguvu nyingi, yani kama vile watu wanasema wanajisifu, bali mimi ni mtumishi katika shamba la baba wetu wa mbinguni, na ameniita ili niweze kupeperusha ujumbe wa kweli, watu wengi wapate kuokolewa na Masihi wetu. Asanteni. Baba wetu wa mbinguni awabariki. Swali lolote andika katika comment section, au nipigie na namba ya simu. Unaweza pata namba ya simu katika pale YouTube, katika video zile zingine. Hata naweza weka namba hii yangu katika hiyo video, ili kama unaweza kuwa na swali lolote unaweza uliza. Barikiweni sana na Elohim wetu awaonekanie. Shalom, shalom. Wakati mwema, wakati mwema.